Amen. Leo ni Jumapili nyingine ambayo tumepewa neema ya kukusanyika nyumbani kwa Bwana, na tutakuwa na mwendelezo wa somo ambalo tulilianza Jumapili iliyopita. Kwa wale waliokuwepo Jumapili iliyopita, tulianza kujifunza somo linalohusiana na sadaka. Kichwa cha somo ni fahamu faida ya kumtolea Mungu sadaka. Bwana Yesu na asifiwe sana. Na ujumbe huu ulikuwa unaenda siku mbili na leo ni hitimisho. Kwa wale ambao walikuwepo Jumapili iliyopita, tulianza kujifunza nini maana ya sadaka na kwa nini tunamtolea Mungu sadaka pamoja na aina ya sadaka. Na kama utakuwa na kumbukumbu nzuri, tulisema sadaka ni kitu chochote ambacho mtu anakitoa kwa Mungu kwa hiari yake mwenyewe. Ni kitu chochote ambacho mtu anakitoa kwa Mungu wake kwa hiari yake mwenyewe. Na kwa nini tunamtolea Mungu sadaka? Sababu kubwa ya sisi kumtolea Mungu sadaka, ni kwa sababu sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Na sifa kubwa ya Mungu alionayo ni utoaji. Kwa hiyo kama tumeumbwa kama Mungu alivyo, ni lazima na sisi tubebe sifa ile ile Mungu aliyokuwa nayo. Kuna vitu ambavyo tumevirithi kutoka kwa wazazi wetu vinatusababisha tu hivi tulivyo. Kula chakula umerithi, kutembea kwa miguu miwili umerithi, rangi au jamii gani upo umerithi, si ndio? Vyote hivyo sio uliochagua, ni wewe umerithishwa. Kuna sisi pia tunarithi hali ya Mungu ya utoaji, kwa sababu Mungu ni mtoaji, ndio sifa yake kubwa. Amen. Tunaishi hii dunia bure, hakuna mtu anayeishi kwenye dunia na kumlipa Mungu. Tunalipana sisi kwa sisi, tunatozana kodi sisi kwa sisi, lakini Mungu hana hicho. Uzima tunapewa bure, chakula, mvua inoshuka juu inanyesha nchi bure, nchi inachipua bure, kila kitu Mungu anatutendea bure. Ni sifa ya utoaji wa Mungu. Kuona sisi pia tunabeba hiyo sifa. Lakini sasa siku ya leo tutaendelea mbele zaidi. Tuliangalia pia aina za sadaka. Tukasema kuna aina kuu 7 za sadaka katika Agano la Kale. Aina kuu za sadaka katika Agano la Kale. Sadaka kwanza ilikuwa ni sadaka ya kuteketezwa, ambao kwa lugha nyingine ilikuwa inajulikana kama sadaka ya dhabihu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Sadaka nyingine ya pili ilikuwa ni sadaka ya nafaka au sadaka ya unga, ambayo hiyo ilikuwa inatolewa kwa Bwana na ilikuwa inatolewa kwa watu kwa lengo la kumshukuru Mungu kwa uzima na vitu vingine vyote. Amen. Ilikuwepo pia sadaka ya amani. Ambapo ndani yake kulikuwa kuna sadaka za shukrani, nadhiri na hiari. Bwana na asifiwe sana. Hizo zilikuwa sadaka za amani. Lakini kuna sadaka ya dhambi. Bwana Yesu na asifiwe sana. Zilikuwepo sadaka ya zaka, malimbuko na hatia. Kwa sasa hizi sadaka zote ambazo tulijifunza Jumapili iliyopita, leo hii tunaendelea kuangalia faida za kumtolea Mungu sadaka. Amen. Na sadaka zipi ambazo sasa katika Agano Jipya unapaswa kuzitoa. Jina la Yesu Kristo na libarikiwe sana. Sasa katika Agano Jipya, sadaka ambazo tunapaswa kuzitoa watu wa Mungu ni sadaka zote ambazo hazihusishi dhabihu. Ninaposema dhabihu namaanisha sadaka kuteketezwa. Amen. Tunapoingia katika Agano Jipya, manake sadaka nyingine zote ambazo zilikuwa zinatolewa, ilikuwepo ni sadaka moja tu ambayo ilikuwa inaingia kama kote. Utaangalia dhabihu ilikuwa inaingia katika sadaka amani kidogo, ilikuwa inaingia kwenye sadaka ya shukrani, dhabihu ilikuwa inagusa mpaka sadaka nyingine zote. Lakini tunapokuja katika Agano Jipya sasa, Agano Jipya tunajifunza ya kwamba hakuna sadaka tena ya kuteketezwa tunapaswa kuitoa sisi watu wa Mungu au watu ambao wameokoka. Amen. Mwanangu ni hii. Tusome kile kitabu cha Ibrania. Sura ya 10 na ule mstari wa 8. Naomba nianzie mstari ule wa kwanza. Naomba nisome Ibrania sura ya 10, nitasoma mstari wa kwanza hadi wa 8 kwa haraka kidogo. Biblia inasema hivi: basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo. Kwa dhabihu zile wanazozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wote kuwakamilisha wakaribiao. Kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Kwa maana waabuduo wakisha kusafishwa mara moja wasingejiona tena kuwa na dhambi. Mstari wa 3. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Maana haiwezekani, hebu sema haiwezekani. Ishia tu hapo.
maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni, asema, dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Umeona? Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikiwa, niyafanye mapenzi yako Mungu. Hapo juu asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka, wala hukupendezwa nazo, zitolewazo kama ilivyoamuru Torati. Ndipo aliposema, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Umeona? Anaondoa la kwanza, agano la kwanza la kutoa sadaka za kuteketezwa na kafara, ili kusudi asimamishe la pili. Amen. La pili ni lipi? Manake sadaka ambayo inakuja kutolewa katika agano jipya, inayosimama katika ile nafasi ya sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi, ni mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio maana hapa anasema sadaka, matoleo na dhabihu kupendezwa nazo, lakini mwili ulinekea tayari. Huu ni Yesu Kristo ambaye unabii wake ulitabiriwa katika kitabu cha Zaburi. Kwa hiyo katika agano jipya Yesu anakuja kusimama mahali pale pa sadaka zile za kuteketezwa. Ndio maana tulisoma katika wiki iliyopita katika Efeso sura ya 5 ya kwamba Yesu Kristo alijitoa nafsi yake kuwa dhabihu iliyo hai kwa Mungu kwa ajili yetu sisi. Kwa sasa hivi katika agano jipya hatuna tena sadaka ya kwenda kutoa ya mang'ombe, mbuzi, kondoo, njiwa wala mnyama mwingine yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa hivi katika agano jipya sisi watu wa Mungu tuliokoka, ikitokea tunaenda kufanya hizo sadaka, manake tunafanya kitu ambacho ni nje na wakati. Ndio maana anasema hapa ameliondoa la kwanza ili alisimamishe la pili. Kwa siku zote Mungu waga akishaachaga kitu, waga ibilisi anakuja kukitumia kile kitu. Akishaacha mfumo fulani, ibilisi anakuja kutumia ule mfumo. Akishaacha jambo fulani, agano fulani, ibilisi anakuja kulichukua ile agano. Uhai ukimtoka mnyama au kiumbe chochote hai, kinachofuata ni nini? Ni funza, ni wadudu fulani kuingia katika ule mwili, kuanza kula na kuozesha, si ndio? Kwa kile kitu uhai, ule mwili hauna nafasi, yule mbwa, yule paka amekufa, tunaenda kumzika. Lakini sisi kwetu hakina thamani, lakini funza wana thamani, na kile kitu ni chakula. Lakini ule funza hawezi kuja kula kitu kilicho hai, kwa sababu hawezi kula kitu kilicho hai, lakini kilichokufa kwake ni cha thamani sana. Kwa hiyo ibilisi na yeye cha pili kwake kina thamani, kilichoachwa na Mungu kwake kina thamani. Sasa katika agano la kwanza dhabihu zote zilitolewa za wanyama, za ng'ombe, mbuzi na kondoo, kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi na hatia na mambo mengine. Walienda kupeleka mbuzi, kondoo, wanyama wa kila namna walio safi, na walipotolewa basi ule mtu alitakaswa, alipatanishwa na Mungu wake. Lakini katika agano jipya sasa, Yesu Kristo, mwili wa Yesu Kristo pale Calvary, Yesu aliposulubiwa pale, ikawa imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ule mwili wa Yesu ulikuwa ni dhabihu iliyo hai, kamilifu na takatifu, ambayo inasimama kwa niaba ya dhabihu nyingine zote. Kwa hiyo katika agano jipya hatuna tena sadaka za mbuzi, kondoo, kafara. Lakini sasa ibilisi anaendeleza desturi kwake. Ndio maana ukienda kwa waganga wa kienyeji utaona wanachukua mbuzi, unaambiwa peleka mbuzi kama sadaka, peleka njiwa kama sadaka, peleka kuku kama sadaka. Wanachinja, damu inamwagika, ile nyama aidha wanaichoma au wanampa mtoaji ale, ili kusudi kuthibitisha maagano ya kishetani. Na kweli wakifanya hivyo kuna kitu kinatokea. Amen. Lakini watu tuliookoka hatupaswi kufanya kafara ya aina yoyote ile. Yoyote ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukifanya kafara ile tukizani tunamtolea Mungu, hatumtolei Mungu, tunatoa kwa mashetani. Sasa hivi ukienda ukaambiwa kachinje mbuzi ili kutoa laana fulani, hakuna hicho kitu tena katika agano jipya. Ndio maana hapa anasema dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili ulinekea tayari. Yesu Kristo, mwili wa Yesu Kristo. Kwa tunapokuja katika agano jipya, sadaka ya kuteketezwa haipo tena. Niwe kusikia, nilikuwa naangalia vipindi fulani kwenye TV na kufuatilia watumishi mbalimbali. Wako watumishi ambao bado wanaamini katika uchinjaji. Yaani wanaamini katika uchinjaji. Wanasema kwamba
ukitaka kusafishwa dhambi zako, unakuja na kondoo, tunamchinja, basi unatoa. Na sio tu dhambi, inawezekana labda mkosi katika familia, katika nyumba, unakuja na kondoo, unamchinja madhabahuni, damu ile inamwagika pale, wanasema uchinjaji upo. Lakini Biblia itufundishi hivyo. Katika Agano Jipya, mahali kote hakuna sehemu hata moja ambapo mitume au Wakristo walienda na kuchukua tena mbuzi na kwenda kumchinja. Vinginevyo ingekuwa ni dharau kubwa kwa mwili na damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Kwa hiyo ndio maana hapa anasema ameliondoa la kwanza ili alisimamishe la pili. Na kisha liondoa, sehemu nyingine anasema kitu kishaanza kuwa kikukuu, kiko tayari, kiko hatarini kutoweka kabisa. Maana kilishatoweka, hakikuwa tena na nguvu katika wakati na kuendelea. Kwa hiyo katika Agano Jipya, kulingana na Biblia, hatuna tena sadaka ya kuteketezwa. Hiyo unataka kwenda kumtolea Mungu shukrani, usipeleke mbuzi ili akachinjwe ili kusudi damu imwagike, Mungu aangalie ile damu akupe wewe kibali au akubali shukrani zako. Usifanye hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifike siku yako kuzaliwa na kusema sasa nataka kumtolea Mungu sadaka, ukachukua kondoo ukaenda kwa mchinja, alafu damu ikamwagika, ukala na nyama ukasema nimemtolea Mungu sadaka. Mchukue mbuzi, mnyama, mpeleke nyumbani kwa Bwana, abadilishwe kuwa fedha au abadilishwe kuwa chakula, asifanyike kuwa sadaka, asiteketezwe na kufanyika kuwa sadaka. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Kwa ni muhimu kulijua hili wa Kristo, kwa sababu sasa hivi katika Ukristo kuna matambiko mengi ambayo yanafanyika yasiyo sahihi Biblia. Mambo ambayo Mungu kaachukia au kayakataa, watu wanafanya. Na wanaofanya hivyo pia wanatumia Biblia kusupport hicho kitu. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Kwa hiyo hakuna kafara yoyote katika Agano Jipya. Hakuna sadaka kafara katika Agano Jipya. Hilo liweke akilini, kasome vizuri Waebrania sura ya 10 utaweza kuelewa. Amen. Sasa sadaka zilizosalia, sadaka za matoleo ya nafaka, sadaka nyingine za fedha, sadaka za shukrani, za nadhiri, watu wa Mungu tunaweza tukazitoa, na malimbuko pamoja na zaka. Lakini pia tunapozitoa haziwezi kama sadaka unga endi tena kuteketezwa katika madhabahu kama zamani. Zamani ilikuwa inateketezwa juu ya madhabahu kidogo na kuchanganywa na ubani, haipo tena hiyo. Sasa hivi tunatoa na kupeleka nyumbani kwa Mungu kama shukrani. Na kila ambacho kinapelekwa, Biblia imeshatoa angalizo au imetoa maelekezo, sadaka zinapaswa zipeleke wapi. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 4 tunasoma kwamba watu walitoa sadaka zao wakazipeleka miguuni pa mitume. Mitume wale walipochukua zile sadaka walijua tuzigawanye, nyingine ziende kwa mayatima, nyingine ziende kwa ajili ya kazi ya Mungu, nyingine ziende kwa ajili ya kujenga ufalme wa mbinguni, na nyingine kwa ajili ya kuwatunza watumishi na kadhalika. Kwa mitume wakuchukua zile sadaka, zile fedha na kuzigeuza kuwa nyama na kuchinja na kutoa kafara, hapana. Bali walizichukua na kuzitumia katika huduma. Ndio maana utaona kina Anania waliuza viwanja vyao wakapeleka miguuni kwa mitume baadhi ya fedha, lakini nyingine wakaficha. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Kwa hiyo sadaka katika Agano Jipya zote zisizohusisha wanyama zinapaswa zitolewe. Lakini zinapotolewa, je, zinatolewa wapi? Ni swali la kujiuliza. Hilo ni jambo la kwanza. Zinatolewa wapi? Ni swali la kwanza. Lakini pia, je, tunathibitishaje baadhi ya sadaka kwamba zipo katika Agano Jipya? Sasa hapa naomba niongelee sadaka kuu mbili. Nitaelezea mbili, ya malimbuko pamoja na zaka. Hizi ni sadaka ambazo ni za muhimu sana kutolewa katika Agano Jipya. Achana na hizi ambazo tunakuja nazo Jumapili, sadaka ambazo tunazo. Wengi tunajua ufunuo wake, tunajua maelekezo yake, tunajua nini, lakini kuna sadaka inaitwa sadaka ya zaka na sadaka malimbuko. Kama tuanze na sadaka malimbuko. Kama tulivyojifunza wiki iliyopita ya kwamba sadaka malimbuko ilikuwa inatolewa katika sehemu ya kwanza ya mavuno, mazao ya mtu ambayo ameenda shambani kila mwaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ilikuwa inatoka kama mapato ya kazi ya kwanza mtu aliyoianza. Kwa mfano leo hii unafanya kazi, umeajiriwa katika taasisi fulani. Pale ulipoajiriwa, mshahara wako wa kwanza unapaswa upeleke kwa Bwana. Ndio maana unaitwa malimbuko, sehemu ya kwanza. Lengo la sehemu ya kwanza kupeleka kwa Mungu wako ni kuweka ulinzi na baraka ya vitu vingine vyote, mishahara mingine inayokuja mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii sio kila mwaka, maana kama umeanza taasisi, maana ukishatoa limbuko katika ile kazi, mshahara wako wa kwanza, hizo nyingine zote unaacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaendelea tu kulipa zaka, unaendelea tu kulipa zaka na kuendelea. Kristo alikuwa limbuko lao waliolala motini. Lengo la Kristo kuwa limbuko wa kwanza ni ili baadaye sisi wengine tufufuke.
Kristo asingefufuka, sisi wengine tusingefufuka. Kwa Biblia inatuambia Kristo alikuwa limbuko lao waliolala mautini, maana yake ndio mzaliwa wa kwanza wafu. Alifufuka wa kwanza Yesu. Kuna wale waliotangulia kufufuka kabla yake lakini walikuja kufa. Lakini Kristo peke yake ndio waliofufuka akufa akapaa juu. Ndio maana anaitwa limbuko lao waliolala mautini. Na hiyo ikaweka njia au pattern ya wengine tutakaokuja kumwamini Yesu Kristo tufufuliwe. Kwa hiyo kupitia limbuko la Yesu kuwa wa kwanza kufufuka, sisi tunapata nafasi au tunapewa uhakika wa kufufuka. Kwa hiyo mtu anayetoa limbuko katika sehemu yake ya mapato ana uhakika wa baraka na faida katika sehemu nyingine yote ya mazao au mshahara inayokuja. Kwa watu wanaojuaga ufunuo wa kumtolea Mungu malimbuko ni watu ambao wanafanikiwa katika maisha yao. Ni watu ambao wanafanikiwa katika kazi zao za mikono. Amen. Kwa malimbuko ni sehemu ya kwanza ambayo mtu anapaswa mtolee Mungu. Ni lazima uipeleke kwa Mungu wako. Yeye amekupa wewe na yeye unapaswa kumpe sehemu ya kwanza kwa faida yako wewe mwenyewe. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Lakini ilikuwepo sadaka nyingine ambayo inaitwa zaka ambayo tulijifunza wiki iliyopita. Zaka kwa lugha nyingine ni sehemu ya 10 au fungu la 10. Zaka tafsiri yake manake umepewa una mshahara wa 100,000. Unauchukua ile 100,000 unaiganya kwa 10. Una mshahara 50,000. Ukichukua 100,000 ugawanya kwa 10 unapata 10,000, maana yake sehemu ya 10, 10,000 ile unaipeleka kwa Bwana. Una mshahara wa 50,000 labda. Kipato chako ni cha shilingi 50,000. Sehemu ya 10 ya ile 50,000 ni ya Bwana. Maana yake unachukua 50,000 unagawanya kwa 10. Kama hawezi kupiga mahesabu, kama unao simu tumia calculator. Andika pale kwenye calculator 50,000 gawanya kwa 10 napata pale kwamba ni shilingi 5,000. Ile 5,000 utaichukua utaipeleka kwa Bwana. Nyingine yote unaitumia. Utaigawanya kwa matumizi yako na sadaka nyingine za shukrani utaigawanya huko ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ile sehemu ya 10 ni ya Bwana. Una mshahara 1,000,000. Unachukua 1,000,000 unagawanya kwa 10 unapata 100,000. Ile 100,000 upaswi kuigusa. Hiyo ni ya Bwana. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Sasa zaka asili yake ilikuwa ni ipi? Naomba niweke huu msingi tuweze pia kuelewa. Kwenye Biblia kulikuwa kuna mtu anaitwa Melkizedeki ambaye tulijifunza habari zake wiki 2 zilizopita. Tulikuwa tunajifunza habari za Yesu, za damu ya Yesu Kristo. Ibrahimu alipokuwa ametoka kupigana na wale wafalme wa Sodoma na kwenda kumokoa ndugu yake ambaye alikuwa ni Lutu, alikutana na mtu mmoja anaitwa Melkizedeki. Huyu Melkizedeki alikuwa ni mwanadamu, anaonekana kama mtu, lakini kwa sababu Ibrahimu alikuwa na macho mengine ya kutofautisha mtu wa kawaida na mtu mwingine ambaye sio wa kawaida, alijua yule Melkizedeki sio mtu wa kawaida. Alipomwona alijua huyu ni kuhani wa Mungu aliye juu. Hana baba, hana mama, hana mwanzo wa siku wala mwisho wa siku. Akajua huyu sio mwanadamu wa kawaida. Kwa hiyo Ibrahimu alipomwona Melkizedeki alikuja akampa mkate na divai. Akapokea Ibrahimu mkate na divai, lakini Ibrahimu naye akasema sasa sitaweza kumwacha na wewe ondoke vivi, nitarudisha fadhila kwa ufunuo. Akampa sehemu ya 10 ya vitu vyake vyote. Akagawanya sehemu ya 10 ya fedha zake, akaika pembeni. Pengine alikuwa na 1,000,000, kama ilikuwa inaitwa 1,000,000, akagawanya pale, akaika 100,000 pembeni. Alikuwa na kondoo 1,000, akatoa wale kondoo 100 akasogeza pembeni. Alikuwa na mbuzi 100, akachukua mbuzi 10 akaweka pembeni. Kwa wale mbuzi 10, kondoo 100 pamoja na fedha zake zote akazikusanya zote akampatia yule Melkizedeki. Melkizedeki akapokea akaondoka naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Alivyoondoka na ile sehemu ya 10, Biblia haituonyeshi mahali pengine popote kwamba Mungu alikuja kumkataza au kumkemea Ibrahimu kwa kufanya vile. Lakini kando desturi kwa wana wa Israeli kutoa sehemu ya 10 kuipeleka nyumbani mwa Bwana. Sehemu ya 10 kuipeleka nyumbani mwa Bwana. Na Mungu akaja akatoa sheria kwamba ni lazima watu watoe zaka waipeleke nyumbani kwa Bwana. Tulipoingia katika Agano Jipya sasa, kitabu kile cha Waebrania sura 5 mstari wa 5 hadi wa 6 na sura 6 mstari wa 10 na sura 7 mstari wa 1, Biblia inatuonyesha kuna mtu alikuja kutajwa kama Melkizedeki ambaye anafananishwa na mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Kwa Melkizedeki ni Yesu Kristo kwa sasa hivi. Na kama vile ambavyo Yesu Kristo alitoa mwili wake mkate na kikombe siku ile kabla ya kusulubiwa, inathibitisha kabisa ndo yeye yule ambaye alimpa Ibrahimu mkate na divai kipindi cha zamani.
ambapo Wayahudi wakasema, wewe hujapata hata miaka 50 umemwona Ibrahim. Yesu akamwambia, kabla Ibrahimu hajawepo mimi nipo. Kwa ni yule yule. Anahubiri kitu kile kile. Anakuja kuwapa wanafunzi mkate na divai. Wanafunzi wenye hekima wakajua, huyu Melkizedeki anatupa mkate na divai. Sisi tunataka tumpe nini? Ni sehemu ya 10. Kwa ni lazima kutoa sehemu ya 10 kama Mkristo, kama mtu unayemwamini Yesu Kristo, kama wewe ni mzao wa Ibrahim. Kama wewe ni mwana wa Ibrahim, mwana wa imani, ni lazima utoe sehemu ya 10 kumpa yeye. Sio kwamba yeye ni maskini, sio kwamba yeye anahitaji. Hauhitaji, lakini kwa faida yako na kwa kutimiza ushuhuda ambao Mungu kaukusudia, ni lazima utoe sehemu ya 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni wapi ambapo zaka imeguswa katika kitabu cha Agano Jipya? Mathayo 23:23. Biblia inasema hivi. Anasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiache. Umeona? Anasema hivi, Mafarisayo, huyu ni Yesu. Anaambia vipofu, hawa walikuwa wanalipa zaka paka za jira. Jira, unajua vile viungo vile. Wakina mama wanavijua, vinaitwa jira. Vidogo vidogo vichenga chenge hivi. Walikuwa wanatoa paka zaka yake ile. Walikuwa wanalipa zaka paka ya mnanaa, minti zile za kutengenezea dawa ya meno. Na bizari wanatoa zaka, lakini walikuwa wameacha mambo ya adili ambayo ni upendo, ambayo ni adili, rehema na imani. Haya tulikuwa tunaomba hapa leo hii. Kwa walikuwa wanatoa zaka, lakini wanaacha kuyatafuta mambo haya ambayo tulikuwa tunaomba hapa. Yesu akawaambia imepaswa kuyafanya hayo, maana yake hajakataa kwamba wasilipe zaka, lakini mengine pia wasiache mambo ya adili na rehema. Kwa Yesu anatufundisha kwamba imewapasa hawa kutoa zaka kweli, hajakataa. Ya jira, mnanaa na bizari, maana yake hata vile vitu vidogo ni lazima kutoa au kulipa zaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa zaka inaenda wapi? Katika rekodi ya Biblia kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati na kitabu cha Malaki, zaka ilikuwa inaenda nyumbani kwa Bwana. Biblia inasema ile zaka ilikuwa inaenda nyumbani mwa Bwana ili kiwepo chakula nyumbani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Iwepo nishati nyumbani kwa Bwana. Ukisoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, hatutakuwa na muda, kwenye kitabu cha Hesabu nadhani, hatutakuwa na muda, na Mambo ya Nyakati, utaona Musa alitoa agizo la watu kutoa kodi. Kulikuwa kuna kodi pia ya nyumba ya Mungu ilikuwepo. Ambapo sasa vijana kuanzia miaka 20 na kuendelea walipewa agizo la kwamba Musa ndo alitoa ile agizo kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu kwamba walipe kodi kwa ajili ya nyumba ya Mungu. Ikafika kipindi watu wakawa zembea, kaanza kutokea matatizo katika Israeli. Akatokea mfalme mmoja akaleka sawa, akasema sasa sitashurutisha watu, nitaweka tukapu pale cash. Kila mtu yote ambaye anataka kuja kumtolea Bwana aje kumtolea Bwana. Watu wakaguswa wakaja wakalipa kodi ya nyumba ya Mungu. Kwa zaka ilikuwa inapelekwa nyumbani kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ajili ya kuijenga nyumba ya Mungu, kwa ajili ya kuinawirisha nyumba ya Mungu na kufanya nyumba ya Mungu ifae. Kwa ndio ilikuwa kazi ya zaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sehemu ya zaka ilikuwa inasalia, ilikuwa inagawanywa na kupelekwa kwa wahitaji baada ya uongozi wa kanisa au watu wa Mungu kuamua sasa hichi kiasi kilichobaki kinapelekwa kwa wahitaji, kinapelekwa kwa watu ambao hawana uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa zaka ilikuwepo katika Biblia, ilikuwa ni agizo la kibiblia kabisa. Lakini sasa katika hizi siku za mwisho Ibilisi ameingia katika ile eneo la utoaji. Aidha katika kanisa kutahubiriwa sana matoleo, mambo mengine ya msingi kama adili, rehema hata hubiriwa. Na hata kama ikihubiriwa sehemu fulani, shetani anaweza kaa akili kwamba tunalipaje zaka? Mbona kwenye Biblia hakuna? Biblia imetaja kabisa zaka ipo kwenye Biblia katika Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisoma kwenye kitabu cha Malaki, Biblia inasema wanamuibia Bwana, watu wanamuibia Bwana. Alafu wanauliza tunamuibiaje Bwana? Yaani kuna watu wako kanisani lakini ni waizi. Tusome kitabu cha Malaki hapa. Malaki sura 3 mstari wa 7. Anasema hivi: tokea siku za baba zenu mmegeuka upande mkaacha maagizo yangu wala hamkuyashika. Hiyo ni Malaki sura 3 mstari wa 7. Nirudieni mimi nami nitarudia ninyi, asema Bwana majeshi. Lakini ninyi mwasema turudi kwa namna gani? Je, mwanadamu atamuibia Mungu? Mungu anauliza hilo swali. Mwanadamu atamuibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Watu wanauliza tunamuibia Mungu kwa namna gani? Hivyo unaweza kujua hata hilo swali linaweza likaja kwako. Eti
Nakwambia unamwibia Mungu, afu unauliza namwibia Mungu kwa namna gani? Mungu uko juu mbinguni, mimi namwibiaje? Anaendelea kusema pale, mmenibia zaka na dhabihu. Mmenibia zaka na dhabihu, nanyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote. Mstari wa 10 anasema, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagilieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Watu wanasema jambo ambalo Mungu karuhusu tumjaribu ni katika eneo la matoleo. Sio kila matoleo ya zaka tu. Tukataja hapo. Kwa hapa anasema hivi, mmenibia, afu nauliza mmenibia kwa namna gani? Mmenibia kwa zaka na matoleo. Kwa hiyo katika nyumba ya Mungu kuna watu wana dhambi za wizi. Tunauliza, nimekuwa mwizi. Mbona sijavunja sheria ya kuiba? Mbona sijavunja amri ya kuiba? Lakini kibiblia unakuwa umeiba. Amen. Kwa zaka ilikuwa ni agizo katika neno la Mungu. Lazima watu watoe zaka na sadaka nyingine zote. Leo na shetani anajua sehemu ya kupiga. Anajua sasa hapa nikipiga eneo hili, anajua kabisa kazi ya Mungu haitaenda. Anajua kabisa. Kwa hiyo hapo anatengeneza vizuri watu. Kuambia kwamba ukienda kanisani sio kutoa, au kazi ya Mungu haitaki kutolewa, itajiongoza yenyewe. Hamna hicho kitu. Sehemu nyingine maandiko yanasema hivi, watahubirije pasipo kupelekwa? Haiwezekani, lazima hivi vitu viwepo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Mungu kaamua, ndio njia yake, ndio kanuni yake. Yaani hauwezi kubadilisha. Sometimes unaweza sema, kwa nini Mungu asibadilishe mfumo? Ndio mfumo wake huo. Kaweka hivyo. Amen. Kipindi ambacho wana Israeli wanatengeneza sanduku la agano, kasome Biblia. Lile sanduku la agano ambalo tulisoma wiki iliyopita, halikutengenezwa na dhahabu ambazo zilinunuliwa. Mungu alisema hivi, wote wenye dhahabu zao wavunje, hata vizuri wavunje zile vao, walete zile dhahabu. Zile dhahabu ndo zikaletwa, watu wakatoa na vikatengenezwa madhabahu ile ambayo tunaiona pale. Sanduku la agano likatengenezwa. Nyumba ya Mungu linakishiwa na dhahabu. Watu waliotoa kwa hiari. Kwa Mungu ndiye aliyosema hivyo. Angeweza kushusha dhahabu, hajashindwa kufanya hivyo. Kwa sababu dhahabu, fedha na dhahabu si mali yake. Lakini alitaka kufanya kitu fulani, watu wawe na muunganiko na madhabahu. Kuwepo na muunganiko ya wao na sehemu nyumba ya Mungu iliyoko pale ili wabarikiwe. Kwa pasipo kutoa au kuchangia hawawezi barikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mtoto ambaye yuko tumboni, mama anachangia sehemu katika mwili wa ule mtoto ili kusudi kumuunganisha yule mtoto na mama yake. Ndio maana utaona mtoto alizaliwa na mama aliza mtoto, anampenda zaidi mtoto wake. Kwa sababu gani? Kuna vitu alivichangia kwa ule mtoto. Ndio maana kuna uhusiano wa daima. Kwa Mungu alitaka muunganiko wa watu na madhabahu na hekalu. Kwa hiyo akawaambia wafanye vile. Wasingefanya vile, Mungu alikuwa na uwezo wa kufanya vyovyote, ikawa na nyumba ikajengwa ikawa nzuri, wasichangie chochote, wakaenda kuabudu wanarudi hivyo. Lakini kungekuwa kuna muunganiko wote wa ule mtu na ile madhabahu, kwa baraka za pale singezipata. Moyo wake singekuwepo pale madhabahu. Kwa mtu anapotoa ile na kuweka pale, nafsi yake inajiunganisha na ile eneo na nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo zaka ni kitu cha msingi sana. Sasa faida za kumtolea Mungu zipo nyingi. Tunajifunza sana kupitia watumishi wa Mungu mbalimbali. Leo hii hatutaingia kurudia faida ambazo nyingi tunazijua. Amen. Faida kubwa ambayo tunaijua wengi ni kuhusiana na kupanda mbegu. Kwamba unapomtolea Mungu, Mungu atakubariki, atakurudishia. Si ndio? Hiyo ni faida ambayo inajulikana. Hatutaingia sana leo. Na ni sahihi kabisa na ni kweli. Lakini leo hii nataka tuangalie faida kuu mbili za kumtolea Mungu. Muda mrefu pia. Faida kuu mbili za kumtolea Mungu sadaka na zaka ikiwepo ndani yake. Usisahau hicho kitu. Usisahau hilo jambo, na zaka ikiwepo ndani yake. Zipo sadaka za shukrani ambazo utamtolea Mungu na kushukuru kwa kunipa afya, na kushukuru kwa kuniokoa na ajali, na kushukuru kwa kumaliza mwezi, na kushukuru kwa kumaliza mwaka, na kushukuru kwa kuniponyea mwanangu, na kushukuru kwa kuniponyea mzazi, na kushukuru. Hizo ni sadaka za shukrani ambazo unaweza ukazitoa. Hazina kiwango. Ukisema leo hii namtolea Mungu shukrani kwa shilingi kiasi fulani, ni wewe na Mungu. Kwa kiasi kikubwa ni wewe na Mungu. Hiyo haina formula na ni siri ya kwako wewe na Mungu wako. Hata zaka pia ni siri ya kwako na Mungu wako. Amen. Lakini ni jambo ambalo lipo, lazima ulifanye.
Sasa faida za kumtolea Mungu sadaka, nataka tuangalie tu mbili. Faida kuu mbili za kumtolea Mungu sadaka. Faida ya kwanza kumtolea Mungu sadaka, sadaka inaweka kumbukumbu mbinguni. Inaweka kumbukumbu mbinguni. Hapo ukinisikiliza kwa makini afu ukapata hii point, utafarijika sana. Utafarijika sana. Kama ni mtu unayemtolea Mungu au una mpango wa kuanza kumtolea Mungu, utafarijika sana. Bwana Yesu nasifiwe sana. Inaweka kumbukumbu mbinguni. Sadaka yoyote ile inaweka kumbukumbu mbinguni. Kwa namna gani? Kwa namna gani? Habili, nitakupa mifano mitatu au minne. Tunasoma kwenye kitabu cha Waebrania na kitabu cha Mwanzo. Habili alipotoa sadaka na Kaini. Na Kaini alipomuua Habili, Biblia inatuambia sauti ya damu ya Habili ilikuwa inamlilia Mungu kutoka katika ardhi. Na uhakika sababu kubwa ya Habili damu yake kusikika mbele za Mungu ni haki iliyotokana na utoaji. Ni haki iliyotokana na utoaji. Kwa sababu pale cha kwanza kabisa kilichogombanisha wale watu na kusababisha mwingine ni wivu katika matoleo. Basi. Kwa sababu huyu alitoa sadaka sehemu ya kwanza, wazaliwa wa kwanza wanyama wake Habili, na wanyama wasiokuwa na dosari wakamilifu. Huyu mwingine akaenda akatoa sehemu ya mazao ya nchi. Wote wakapeleka mbele za Bwana, wakateketeza zile sadaka zikapaa juu. Ya Habili ilikubaliwa, ya Kaini ikakataliwa. Kukubaliwa kwa sadaka ya Habili ndio kilichosababisha damu yake isikike kule ardhini. Bwana Yesu nasifiwe sana. Na uhakika singekuwa na tendo la haki katika utoaji, habari yake ingekuwa imeshaishia hapo. Labda angepata ufufuo, angekumbuka katika siku ya ufufuo, lakini sauti yake ilikumbukwa kwa sababu ya sadaka aliyomtolea Mungu iliyokamilifu. Sio kwamba Habili alikuwa afanye mambo mengine mema, alikuwa anafanya mambo mengine mazuri. Alikuwa ni mkamilifu mbele za Bwana. Lakini rekodi ambayo tunaisoma kwenye Biblia ile kubwa iliyomtambulisha Habili ni sadaka. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Alitoa sadaka na Mungu akaisikia sauti yake kutoka ardhi. Kumbukumbu likabaki mbinguni. Kwa mtu anayetoa sadaka siku zote, sadaka katika ukamilifu, anajiwekea kumbukumbu kubwa sana mbinguni. Ndio maana Yesu akasema hivi, jiwekeeni hazina mbinguni, mahali kusipofika nondo wala kutu wala wezi hawafiki na kuiba huko. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Kwa ukijiwekea hazina mbinguni, mbingu inakukumbuka hata baada ya kufa. Labda unaweza kusema labda hiyo habari gani? Tusome kitabu cha Matendo ya Mitume. Nimwangalie mtu mmoja anaitwa Dorcas au Tabitha. Matendo ya Mitume sura ya 9. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 36, so mstari wa 6. Biblia inasema hivi, na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabitha. Tafsiri yake ni Dorcas, yani paa. Paa ni wale swala wanaruka. Angalau mtu ana jina hata ambalo halina maana. Sasa hivi tunaweza tukawa tuna majina ambayo kweli tafsiri yake ni nzuri, lakini uko na tafsiri ya jina paa, maana yake ni mnyama. So paa kuruka ni paa wale wanyama swala wale. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizofanyaje? Alizozitoa. Yaani alikuwa na matendo mema, lakini pia alikuwa na sadaka alizozitoa. Hapa ni mjumliko wa sadaka zote. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hichi kifo ni kama kile cha Habili, labda alikufa tu, aligua kuuawa lakini alikufa. Hata walipokwisha kumwosha wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lidia ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi kusema, usikawe kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani, wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Alikuwa anashona nguo, alafu alikuwa zile nguo anaenda kuwapa watu. Petro akatoa nje wote, akapiga magoti, akaomba, kisha akaelekea yule maiti, akanena, Tabitha, ondoka. Naye akafumbua macho yake. Na alipomwona Petro akajiinua, akaketi, akapa mkono, akamuinua. Hata kisha kuwaita wale watakatifu na wajane, wakamweka mbele yao hali yu hai. Ikajulikana katika mji mzima wa Yafa, watu wengi wakamwamini Bwana. Huyu Dorcas au Tabitha asingekuwa na record ya kutoa sadaka
ni wazi kabisa kwamba angekufa kama wafu wengine. Kwani ni yeye peke yake ndio alikuwa alikufa yafa? Sio alikuwa wengine wengi walikufa. Lakini wale wajane waliona mbona mtu amemtolea sana Mungu. Yaani sadaka zake hazijakumbuka mpaka kifo chake. Mpaka amekufa. Nadhani imeisha hapo. Petro yuko yafa, wakampeleka Petro. Akamwambia usikawie, pengine walifikiri labda Petro akiwaya atamwekea mikono kabla hajafa. Petro akafika kuta tayari kishakufa. Alichokifanya, Petro akaenda kule. Alipewa ufunuo, anajua alipewa ufunuo kwamba huyu alikuwa mtu wa kawaida. Akamwambia Tabita, ondoka, amka. Tabita akaamka. Kwa hiyo sadaka inaweka kumbukumbu hata baada ya mtu kufa. Si zaidi hapa akiwa duniani. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa akapata ufufuo akiwa duniani kwa sababu tu ya sadaka. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Kwa sababu ya nini? Ya sadaka. Vile vile kuna mtu anaitwa Kornelio. Sasa huyu alikuwa yuko hai. Kornelio kwenye hapo sura 10. Hii Matendo sura 9 na 10 zimefuatana na matukio watu wawili wanaofanana. Tabita, Dorcas na mwingine alikuwa anaitwa Kornelio. 9:10. Hapa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura 10, naomba nisome tu mstari wa kwanza hadi wa 7. Palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia. Mtu mtaua mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi. Na ndio neno. Alikuwa akiwapa nini? Sadaka nyingi. Alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi. Na kumwomba Mungu daima. Sio kuomba tu. Alikuwa anamuomba Mungu na kutoa sadaka. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Kornelio, Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, "Kuna nini Bwana?" Akamwambia, "Sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sasa basi peleka watu Yafa, ukamwite Simoni aitwaye Petro. Yeye ni mgeni wa mtu mmoja jina lake Simoni mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani. Atakwambia kupasayo kutenda." Na yule malaika aliyesema naye kisha kuondoka, Kornelio akaita watu wawili katika watumishi wake wa nyumbani na askari mmoja, mtu mtaua katika wale waliomhudumia daima, na alipokwisha kuelekeza mambo yote akawatuma kwenda Yafa. Sikiliza kitu ambacho kinatokea hapa. Habari ya juu yake ilikuwa ni ya Tabita, wakampeleka Petro. Na hapa habari inayofuata baada ya hiyo tu ilipoisha, anakuja mtu anaitwa Kornelio. Huyu Kornelio hakuwa Myahudi, alikuwa ni mtu wa mataifa, lakini alikuwa anatoa sadaka nyingi na kuwapa watu na kumwomba Mungu daima. Na wakati siku moja akiwa kwenye chumba chake anasali, malaika akamtokea. Alafu akamwambia, sadaka zako na sala zako zimefika kwa Mungu kuwa ukumbusho, kuwa kumbukumbu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa, kwa sababu hiyo tuma watu kwenda Yafa. Yule Petro ambaye alimfufua Tabita, nenda kule kamwite na yeye aje kwako kwa sababu ya sadaka. Alipofika pale, Petro akaenda kufuatwa, akaja kwa Kornelio. Alipofika kwa Kornelio, Petro akaanza kumwambia Kornelio habari za Yesu. Siku ile ile Kornelio akapata Roho Mtakatifu. Mtu wa kwanza katika Biblia wa mataifa kujazwa Roho Mtakatifu alikuwa ni Kornelio. Mtu wa kwanza katika mataifa kubatizwa alikuwa ni Kornelio. Yeye ndo alikuwa limbuko la kwanza kabisa la kufungua mlango wa injili kwa mataifa. Yeye ndo wa kwanza Kornelio. Lakini Biblia inatuambia kwamba alikuwa tu ni mtu wa kusali daima, kusali daima, kusali daima, kusali daima. Alikuwa anasali na kutoa sadaka. Kusali, kutoa sadaka. Vitu vyote vile anasali na kutoa sadaka. Hiyo ndio inamfanyisha ikasababisha ikawa kumbukumbu kwa Mungu. Na Mungu akamtumia, akamletea zawadi ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa leo hii pia sisi wa Kristo tukijifunza hizi kanuni ya kusali na kutoa sadaka, kusali na kutoa sadaka, tunajiwekea kumbukumbu. Mbingu inatukumbuka, mbingu inazidi kuweka kumbukumbu, mbingu inazidi kuweka kumbukumbu. Kuna vitu vingine utashangaa vinaepuka tu, vinajiepusha tu venyewe tu. Mashetani yamepanga kukuletea hatari hii, mikosi hii, yanapitia mbali. Kwa sababu kumbukumbu, kuna kumbukumbu ya sadaka juu mbinguni. Wale malaika wanatumwa, huyu mtu anatoa huku juu. Sadaka zake zipo huku zinasoma, akaunti yake inasoma mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kule juu kuna neema imehifadhiwa kwa ajili ya huyo mtu. Amen. Hiyo ndio faida ya kumtolea Mungu sadaka. Mwisho sasa nataka tuliconnect na hili jambo kabla kumalizia na faida ya pili. Ili liingie ndani yetu ili tuweze kujua kwa makini. Sadaka mtu anazozitoa mahali sahihi na kwa mtu sahihi
pasipo majivuno na pasipo wazi, sababu kuna sadaka siku hizi mtu anatoa ili aonekane na watu, sizungumzi hizo. Zile sadaka ambazo zinatolewa kwa moyo wa kupenda, kwa siri, sehemu sahihi na kwa nia sahihi na kwa kiwango sahihi. Hiyo sadaka inapotolewa inaweka kumbukumbu la uzima wa milele, hata kama huyo mtu ana madhaifu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Hata kama mtu anafanya nini? Ana madhaifu, lakini anajiwekea kumbukumbu au hazina ya uzima milele huko mbele. Sasa namaliza na mfano mmoja, usikilize kwa makini, ambao Bwana Yesu anatoa kwenye kitabu cha Luka sura ile ya 16 na mstari wa kwanza hadi ule wa 9. Luka sura 16 mstari wa kwanza hadi ule wa 9. Hapa hivi ukilijua hili, I say utawekeza sana kwa Mungu kuliko sehemu nyingine yote. Luka sura 16 mstari wa kwanza hadi wa 9, Biblia inasema hivi: tena aliwaambia wanafunzi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake. Akamwita akamwambia, ni habari gani hii ninayosikia juu yako? Toa hesabu ya wakili wako, kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaelezea mfano ili tuweze kuelewa. Yule wakili akasema moyoni mwake, nifanyeje? Maana bwana wangu ananiondolea wakili. Kulima siwezi, kuomba naona haya. Najua nitakalo tenda, ili nitakapotolewa katika wakili wanikaribishe nyumbani mwao. Akaita wadeni wa bwana wake, kila mmoja akamwambia, wa kwanza, wawiwani na bwana wangu? Akasema, vipimo 100 vya mafuta. Akasema, toa hati yako, keti upesi, andika 50. Kisha akamwambia mwingine, na wewe wawiwani? Akasema, makanda 100 ya ngano. Akamwambia, toa hati yako, andika 80. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara. Ukoona ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Nami nawaambia, jifanyieni rafiki kwa mali ya udhalimu, ili itakapokosekana wakaribishe katika makao ya milele. Aliye mwaminifu katika lilo dogo sana huwa mwaminifu katika lilo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lilo dogo huwa dhalimu katika lilo kubwa pia. Tuishie hapo. Sasa huu mfano naenda kuelezea, naomba usikilize kwa makini ili uweze kuelewa pia, kwa sababu ukisoma haraka haraka unaweza usielewe. Ni hivi, Yesu alitoa mfano. Akamwambia hivi, palikuwa na mtu mmoja tajiri. Sawa sawa. Nitengeneze picha, huyo mtu tajiri ni huyu mtumishi hapa. Sawa? Ili tuweze kuelewa vizuri. Huyo mtu tajiri ni huyu mtumishi hapa. Na utajiri wake labda ana maduka yake labda 10 makubwa sana. Anauza labda tuseme labda vifaa labda vya magari. Nataka tueleze picha ili tuweze kuelewa. Katika maduka yake 10 ambayo anauza labda vifaa vya magari, akatafuta manager. Kiswahili cha manager ni wakili kibiblia. Ili amweke asimamie miradi yake hiyo 10 au maduka yake 10 makubwa, sababu yeye yuko busy anafanya mambo mengi. Akanichagua mimi. Akaniambia, bwana, njoo kuwa meneja wangu. Hakikisha mauzo ya yale maduka yote unanipigia mahesabu, unajua kuniletea faida na mshahara wako upo. Fuatilia wafanyakazi wote katika kila maduka, kisha ndo na waangalia kule. Sasa mimi ni manager, huyu ni bosi wangu. Alafu kuna watu kule kwenye maduka wanafanya kazi za mauzo ambao mimi ndo naenda kuwafuatilia. Nauliza, leo umeuza kiasi gani? Umeuza mauzo labda milioni 10. Faida imepatikana milioni 2. Mileta. Kwa mimi nikishachukua zile faida nakuja kumletea huyu. Kwamba leo mauzo yote maduka yote kumpatikana faida milioni 5 labda. Naingiza kwenye akaunti yake mimi na mshahara wangu kila mwisho wa mwezi. Sasa nikaanza vizuri, lakini baadaye sasa nikaanza kuingia tamaa. Badala ya kule kwenda kukusanya kuleta ripoti kamili na kusanya kweli vizuri, alafu faida yote inayopatikana siji kumpa taarifa bosi mkubwa. Naichukua mimi naipiga panga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kwa siku mapato ni milioni 5, faida ni milioni 5 ambayo nataka nije kuingiza kwenye akaunti ya bosi mkubwa, mimi nakata milioni 2, alafu milioni 3 ndo nampa huyu. Sasa katika kuendelea huaga siku zote ni ngumu sana huyu
kwenda kuzungumza na wale wafanyakazi wadogo wadogo kule. Mimi manager ndo nakuwa na yani ndo wepesi wa kuwafikia wale kule. Sasa kwa bahati mbaya taarifa zikapenya kutoka kwa wale wadogo kumfikia huyu kwamba bana mimi kuna vitu navichukua huko, haifiki yote, mapato yanapatikana mengi lakini amfikii huyu. Huyu akatuma wapelelezi wachunguze kweli kwenye yale maduka, akakuta kweli mimi ninaiba. Bwana nasifiwe sana. Akakuta nafanya nini? Ninaiba. Sasa alichokifanya huyu ni kuniita mimi, akaniambia toa hesabu ya wakili, yani ya umeneja wangu. Nikatoa hesabu pale na kweli kuonekana nimeiba kwa sababu ashaniambia tayari mimi sina kazi tena. Kwa hiyo nitoe hesabu yangu na vitu gani ninavyomdai, aniambia ili ni anifukuze kazi. Sasa mimi nilichokifanya baada hapo, kwa sababu nilikuwa nishajua sasa hapa naenda kufukuzwa kazi. Nishajua kwamba naenda kufukuzwa kazi. Biblia inasema huyu mtu alipoona anaenda kufukuzwa kazi akasema kuiba anaona siwezi kwenda kuiba, lakini pia kwenda kuomba naona aibu. Haya, kwenda kuwa muombaji naona aibu. Sasa mimi ndo najenga kwenye nafasi. Kuiba siwezi kwenda kuiba. Kwenda kuomba watu naona aibu. Yaani nishakuwa bosi na mimi nimeshaiba pesa nyingi kwenye akaunti yangu na mamilioni, alafu nimeshamwibia bosi wangu fedha nyingi. Sasa nifanye nini ili kusudi nitakapofukuzwa kazi niweze kuishi hapa mjini? Bwana nasifiwe sana. Sasa nilichokifanya mimi nikaenda kutafuta hawa watu, huyu bosi, watu ambao anawadai. Huyu hapa watu ambao anawadai, labda aliwakopesha, labda kuna mtu alikuwa anadaiwa fedha za magari, labda spare labda za magari 100, mwingine 200. Bado hajalipa, wanahangaika kutafuta ile walipe. Kisha nilipa mimi, labda kupitia vile maduka kule walipe mimi nimete huyu. Mimi haraka nikaenda kuchukua zile hela nilizoziiba ambazo nishajilundikia benki. Nikaenda kuambia wale jamaa kule, nikamwambia bosi anadai shilingi ngapi? Kila mmoja anasema bwana duka lenu mnatudai sisi labda milioni 1. Mimi nikaanza kuambia punguzeni, mimi 500,000 nitalipia, nyinyi tafuteni 500,000 mtakuja kunilipa. Nitalipia. Hivyo nikatafuta wadeni wengi ambao sisi tunawadai, kampuni yetu tunawadai, ambao ndio bosi anawadai. Nikaanza kuwatafuta waanze kunipa, niwapunguzie madeni ambao walikuwa wanadaiwa. Kikawaida siku zote mtu akisikia anapunguziwa deni atampenda yule mtu ambaye anampunguzia deni. Kwa hiyo nilichokifanya mimi nikalipa sehemu ya pesa za wale watu wanaodai, nikamfuata bosi nikamwambia bosi, kuna watu bwana unajua kwa tunawadai. Sasa wamelipa nusu, hii nyingine nasema watalipa, hii nyingine sasa nimeona niwalipie nusu yao ya. Bwana Yesu nasifiwe sana. Yule bosi ataendelea kunifukuza mimi kazi, lakini muone atasema lakini hata angalau amenipunguzia makali. Bwana Yesu nasifiwe sana. Atanipenda kidogo. Lakini sasa wale ambao nimewalipia wakisikia nimefukuzwa kazi watahuzunika sana. Watasema yule mtu kafukuzwa kazi, mbona alipunguzia bwana? Alikuwa lakini pamoja na kwamba alikuwa ni mtu mzuri bwana. Ngoja tuje kumpata vitu vyetu hata kama hata tumkaribisha aje kula kwetu bwana. Ni mtu mzuri. Umeelewa? Ametupunguzia deni. Huko ana reputation, sifa mbaya kwa bosi wake ambao kidogo imepunguza makali mwishoni, lakini huko na sifa nzuri kwa wale ambao wamepunguzia deni. Lengo la mtu ni kujitengenezea urafiki, kutengeneza mzunguko wake nje na kazi. Kwa kweli alipofukuzwa, wale watu wakaanza kusikia amefukuzwa, wakaanza kusikia nimefukuzwa, wakaniambia hivi siku hizo fanyika bwana, pale mimi niliondoka bwana. Uliondoka pale bwana, sisi ulitusaidiaga, ulitupunguzia ile deni sasa njoo bwana kula hata kwetu. Njoo basi hata kuna kazi fulani nasikiaga wewe ni manager mzuri unaenda kule. Kwa siku kupata connection nje ya kazi. Sasa Yesu akatoa mfano, akasema hivi: jifanyeni urafiki kwa mali ya udhalimu ili itakapokosekana wawakaribishe. Wawakaribishe wapi? Sasa turudi pale kwenye ule mstari wa 9. Anasema hivi, au tuanze mstari wa 8. Anasema yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa ulimwengu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana nuru. Nami nawaambia jifanyeni rafiki kwa mali ya udhalimu ili itakapokosekana wawakaribishe katika nini? Makao ya nini? Kwa sadaka inasimama sana kwa kumbukumbu kwa watu ambao anasema itakapokosekana, maana vitakapokosekana angalau vigezo vya kuingia kule ukaribishwe katika makao ya milele. Kwa kuna watu katika siku za mwisho wataingia mbinguni si kwa sababu ni wakamilifu 100%, lakini kwa sababu walitoa sehemu kubwa ya sadaka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sizungumzii sadaka za kwenda kuiba au sadaka za nini. Nazungumzia sadaka ambazo zinapatikana kwa vyanzo halali. Bwana na asifiwe sana. Hizo ni sadaka ambazo zinabaki kumbukumbu la daima mbinguni. Biblia ndivyo inavyotufundisha hivi. Sasa mfano huu ndio unatupeleka kwenye Mathayo sura 25 ambapo anasema hivi, katika siku ile atakaposimama mwanadamu atatenga kondoo na mbuzi. Alafu atasema kondoo ataweka mkono wake wa kuume, mbuzi ataweka mkono wa kushoto. Alafu ataambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni kwangu mliobarikiwa, kwa kuwa nilikuwa na njaa mkanipa chakula, nilikuwa na kiu mkaninywesha, niko kifungoni mkaja kunitazama, nilikuwa sina mavazi mkanivika. Alafu atauliza ni lini Bwana? Sasa hicho ndio kipindi cha kukaribishwa kwenye makao. Ni lini ulikuwa una njaa tukakupa chakula? Ni lini ulikuwa na, akaambia kwa jinsi mlivyowatendea mlinitendea mimi. Kwa hawa watu wanaingia mbinguni pasipo kujua kama walikuwa na vigezo vya kuingia mbinguni. Ndio maana wanauliza ni lini Bwana? Alafu wengine ambao ni watakaa na wenyewe watasema, Bwana ataambia nendeni kula. Atasema kwa sababu gani? Kristo anaambia nilikuwa na njaa mkanipa chakula. Ilikuwa hivyo. Sema ni lini Bwana? Wenyewe watauliza. Inataambiwa kwa jinsi msipowatendea mmoja wapo wao wadogo wao tendea mimi. Kwa unaweza kuona jinsi gani sadaka ilivyokuwa na nguvu tofauti na vile ambavyo tunajua. Ukimtolea Mungu unajitengenezea kumbukumbu la daima ambalo halichakai. Sasa kwenye kitabu cha Luka sura 12 mstari wa 33, tumalizie na ile andiko tena. Luka 12:33. Anasema hivi, anasema viuzeni mlivyo navyo mtoe sadaka. Jifanyieni, hiyo ni Luka 12:33. Anasema viuzeni mlivyo navyo mtoe sadaka. Jifanyieni mifuko isiyochakaa na akiba isiyopunguka katika mbingu, mahali pasipokaribia mwivi wala nondo haribu. Kwa kuwa hazina yenu ilipo, ndipo itakapokuwapo na mioyo yenu. Kasome tena Mathayo 6:20, utaona jambo hilo. Hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Hiyo ni faida mojawapo kubwa ya kumtolea Mungu. Inatengeneza kumbukumbu ambalo alichakai. Tengeneza kumbukumbu siku ya leo. Amen. Lakini pia jambo la mwisho ambalo tunaenda kumalizia nalo ni kuhusiana na faida ya pili ya sadaka. Sadaka inabeba baraka inayotokana na shukrani. Sadaka inabeba baraka inayotokana na shukrani. Unajua, nitumie lugha mimi binafsi kwamba kitu ambacho Mungu anakipenda kwa mwanadamu kuliko vyote ni shukrani. Ukiwa mtu wa kumshukuru Mungu siku zote, Mungu anafarijika na wewe sana. Anafarijika na sisi sana tukiwa watu wa kumshukuru. Katika hata vitu vidogo tu unamshukuru Mungu hata kwa uhai, pumzi. Ni vitu ambavyo vinagusa sana moyo wa Mungu, ingawa sisi hatujui hilo. Sasa kwenye kitabu cha Korinto wa pili sura ya 9 na mstari wa 11, tunamalizia hapa. Kitabu cha Korinto wa pili sura ya 9 na ule mstari wa 11. Wa Korinto wa pili sura ya 9 na mstari wa 11 mpaka 12. Tuanze mstari wa 10. Wa Korinto wa pili sura ya 9 mstari wa 10 hadi 12. Anasema hivi, na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye ataongeza mazao ya haki yenu. Mstari wa 11. Anasema mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na ukarimu wote, umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yenu. Mstari wa 12 sasa. Maana utumishi wa huduma hii hauwatimizii watakatifu riziki walizopungukiwa tu, bali uzidi sana kuwa na faida kwa shukrani nyingi apewazo Mungu. Kwa kuwa mkijaribiwa kwa utumishi huo wanamtukuza Mungu kwa ajili ya utii wenu katika kuikiri injili ya Kristo tuishetu hapo. Tunapotoa, mfano mimi naenda kutoa, namsaidia mtu, awe ni Mkristo asiye Mkristo, awe ni hiyo ni kanisani sio kanisani. Ninapotoa, alafu yule mtu nilimpa ni mtu sahihi ambaye kweli ana mahitaji. Yule mtu akipokea, alafu akimshukuru Mungu kwa sababu Mungu anachohitaji ni shukrani tu. Anasema Mungu nakushukuru, leo nimeamka, nilikuwa hata sina hata chakula, lakini umeweza kunipa chakula. Hakika Mungu kweli upo. Kile kitu Mungu anapendezwa nacho, shukrani ile, sio sadaka yako. Ile shukrani ni kitu ambacho Mungu kinampendeza moyo. Ndio maana hapa anasema hivi katika mstari wa 12b, anasema 12, maana utumishi wa huduma hii hauwatimizii watakatifu riziki walizopungukiwa tu, bali uzidi sana kwa kuwa na faida kwa shukrani nyingi apewazo Mungu. Kwa faida ni ile shukrani ambazo Mungu anapewa.
Kwa Mungu anapopokea shukrani za watu wenye uhitaji, anapopokea shukrani za watumishi wa Mungu, anapopokea shukrani za watendakazi wake, injili zinapelekwa huku na kule. Shukrani anazopewa nyingi, Mungu ndo anafurahia. Kwa hiyo ile shukrani inarudi, Mungu anaangalia sababu gani mtu kanishukuru, kumbe ni kwa sababu ya mtu fulani aliyetoa. Kwa hiyo Mungu anakuangalia kwa jicho lingine kama chanzo cha shukrani nyingi kwake yeye. Kwa hiyo ni baraka kubwa. Kwa kama uweze kumshukuru Mungu, fanya wengine wamshukuru Mungu. Fanya watu wa Mungu wamshukuru Mungu. Utapata faida. Hiyo itakufungulia milango ya baraka nyingine zote ambazo unazijua wewe. Ukimtolea Mungu utapata faida hizo. Amen. Sasa zipo faida nyingine nyingi kwa jinsi siku zinavyozidi kwenda, tutakuwa tunajifunza hapa. Na pia sehemu nyingine kajifunze kwa watumishi wa Mungu mbalimbali wako wanaohubiri kweli, wanaofundisha habari za matoleo. Lakini kwa nataka tuangalie tu hizi mbili siku hii ya leo. Na hiyo tupe pia chachu ya sisi kuwa watoaji kwa Mungu wetu. Amen. Ukiwa mbaili, apandavyo mtu ndicho atakachovuna. Bwana Yesu nasifiwe sana. Sio hapa tu. Sababu inaweza kusema hivi, akili za wengine sema sasa hapa mchungaji anataka sio hapa. Hata ukiondoka ukienda mahali pengine popote, kana hili kitu ndani ya moyo wako. Bwana Yesu nasifiwe sana. Unaweza kukaa hapa sasa hivi ukaondoka ukaenda kwa mwingine, tutaonana, si ndio? Ukifika pale ukishajua kwamba hapa ni sehemu ya Mungu, jifunze kutoa. Usikae na kusema sasa shetani naenda kufaidisha wale watu. Hapana, Bwana nasifiwe sana. Huwezi kuwafaidisha watu. Mungu ana njia zake za kuwalinda, kuwatunza watu wake. Hata ukitoa vyote ulivyonavyo, bado yule mtu unaenda kumpa hakimtoshi. Bado mimi ukinipa vyote ulivyonavyo, bado nitakuwa na mahitaji tu daima. Kwa Mungu anajua jinsi gani ya kunitunza mimi. Lakini lazima na mimi nisimame kulingana na neno lake na kanuni zake. Na kanuni ya kutoa sio tu kwa watu wa kawaida, hata watumishi na wachungaji. Kwa hili jambo linahusu hata viongozi kama sisi tunahubiri hapa. Lazima na mimi nitoe sadaka, lazima nitoe sehemu ya 10, lazima nitoe, nihakikishe natoa, niishi hayo maisha kwa sababu wote sisi ni viungo katika mwili wa Kristo. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kwa sio harambee ya kupiga kwa ajili ya watumishi wa Mungu, ni neno la Mungu ambalo linaenda kwetu sote. Ili na mimi nipate baraka zile, lazima na mimi pia niwe mshirika wa kufanya kile ambacho nafundisha. Amen. Kwa hiyo kutoa iko namna hiyo. Shetani karibu sana ili somo la utoaji. Karibu sana. Kwa maana sasa hivi wengi wameshaacha kumtolea Mungu, wengi wamekata tamaa katika kumtolea Mungu. Wengi sasa hivi hawatamani hata kuendelea kumtolea Mungu kwa sababu hizo. Wanaona tu sasa nikienda kutoa Mungu, kumtolea pale, kanisa limeshakuwa kama taasisi, ni biashara, ni sehemu watu kwenda kutafuta pesa. Sio hivyo. Ni kweli hivyo makanisa hapo, lakini Mungu pia yupo. Kwa hiyo Bwana tusaidie sana katika hilo na neema ya Mungu ikae pamoja na sisi. Basi tunaweza tukasimama kwa miguu yetu alafu tukaenda